Ninapenda kukuambia kitu kimoja leo, na nina imani ya kwamba itakusaidia katika maisha ya Ukristo. Ukiamua kuwafurahisha watu, utamchukiza Mungu, na ukiamua kufurahisha Mungu, watu watakuchukia. Hawatakuchukia kwa sababu umewafanya vibaya, watakuchukia kwa sababu umeamua kufanya kile ambacho dunia haifanyi. Dunia ya leo inakubali sana uongo zaidi ya ukweli. Dunia ya leo inatembea sana ndani ya giza zaidi ya kutembea ndani ya nuru, na hata dhehebu nyingi zinajengwa juu ya uongo. Alafu ukiamua kutembea ndani ya uongo ya dunia, dunia haitakusumbua, lakini Mungu atachukizwa. Na ukiamua kutembea ndani ya ukweli katika dunia yenye uongo, dunia itakuchukia. Na leo watu wengi wanaofurahisha watu kwa sababu ya kuwaogopa tu. Ule ataniona namna gani? Ule atanisema vipi? Lakini unamchukiza Mungu. Ule mtu mwenye huku nafurahisha leo, kesho atakuhuzunisha. Ule mtu mwenye huku napenda kumchekesha leo, ule kesho atakulilisha. Ule mtu mwenye unapenda kumfanyia mazuri kwa defavere ya Mungu, ule mtu kesho atakupangia kifo. Daudi anasema ndani ya Zaburi ya 118 tenzi yake ya 6, Bwana ni kwa upande wangu, sitaogopa. Mtu anaweza kunifanyia nini? Mtu mwenye huku nafurahisha leo, atakufanyia nini? Mtu mwenye unaamua kukwaza Mungu kwa ajili yake, atakufanyia nini? Yesu anasema tusiogope watu ambao wanaua mwili lakini hawana uwezo ya kuua nafsi, bali tuogope yule Mungu mwenye anaweza kuua mwili na nafsi katika Gehena. Ningelipenda sana kwa siku ya leo uamue kumtukuza Mungu, uamue kufanya mema, uamue kufurahisha Mungu zaidi ya kufurahisha watu. Watu hawana pahali pa kupitia, watu hawana kitu. Maisha yetu iko kwa mikono ya Mungu. Tufanye mazuri, tufanye mapenzi ya Mungu. Yesu alisema muko katika dunia, lakini hamuko watu wa dunia. Kwa sababu ya hii dunia itawatesa. Usiogope mateso ya dunia na uamue kufurahisha watu. Hapana, kubali uteseke juu ya kweli, kubali uteseke juu ya nuru, kubali uteseke juu ya Yesu, lakini mfurahishe Mungu wako. Ile itakuwa ya maana zaidi katika maisha yako. Maombi yangu kwako ni kwamba Mungu akuwezeshe, Mungu atutie nguvu tuweze kufurahisha Mungu kuliko ya kufurahisha watu. Watu hawana kitu cha kutufanyia, ila Mungu yeye peke anakuwa na zawadi.